Mimi hapa Ng'ong'ona nimekuja mwaka 2012 nikasoma chuo kikuu cha Dodoma hapo miaka 4 upande wa uhandisi wa madini, nikawa nimemaliza mwaka 2016. Mwaka 2017 nikapata kazi hapa Dodoma kama mkufunzi msaidizi kufundisha hapa kwenye college ya Koespari. Nikakaa 2017 mpaka 2019. Ilipofika 2019 nikawa nimepata ufadhili wa kwenda kusoma masters China. Nikafuata utaratibu wa serikali, nikaomba ruhusa. Na mwaka 2019 nikaondoka. Nilivyoondoka uongozi wa hilo ndio ulikuwa unabadilika sana hapo, kama mnakumbuka mwaka 2019 hadi 20 hapo katikati uongozi ulikuwa unabadilika sana. Sasa ile barua yangu ambayo ilikuwa kwenye file sijui nani alitoa, sijui ilikuwaje. Ilipofika 2020 kama mwezi wa kwanza hivi nikatumiwa taarifa kwamba natakiwa nirudi hapa kazini kwa sababu ruhusa yangu haikupita. Nikachanganyikiwa. Kama unakumbuka huo mwaka 2020 ndio ulikuwa mwaka wa corona na niko China penyewe kwa sababu corona ndio ilikuwa sasa. Mipaka yote imefungwa, siwezi kurudi. Nikajaribu kuandika barua kwa Vice Chancellor kumwelezea issue ilivyo kwamba bwana, mimi niliondoka hivi na hivi, lakini hii scholarship ilikuwa ni ya serikali kupitia Wizara ya Elimu, waliniruhusu niende. Wakasema bwana, utakuwa urudi. Baadaye wakasema unaweza kaandika barua ya kuomba kwa sababu mipaka imefungwa, andika barua ya kuomba kwamba utakuja baada ya kufunguliwa. Mipaka uweze kuamini ilifungwa mpaka mwaka 2022 ambao ndio mimi nilikuwa namaliza. Nilipomaliza masters nikarudi, nikafika kazini, nikaandika barua ya kuripoti kazini. Niliandika barua kama mwezi wa 7, nikaja kujijua mwezi wa 10. Bwana, wewe uliondoka bila ruhusa, kwa sisi tumekutoa kwenye system. Ndio barua niliyoandikiwa na wakaniambia sasa ili urudi tena labda uombe tena. Huo mwaka wa 2022 nikazidi kufuatilia, nikaenda utumishi, wananiambia hivi, siandika barua kuona katibu mkuu utumishi, nimehangaika hadi 2022 ikaisha. Nikaanza 2023 fuatilia, nimefuatilia utumishi, nimezunguka, nimeenda Dar es Salaam, nimeenda wapi, mambo yakashindikana. Baadaye chuo kikuu cha Dar es Salaam wakawa wametangaza kazi huo mwaka wa 2023. Nikaomba, niliomba, nikafanya usaili na nikapata. Niliporipoti kazini wanasema wewe bwana ulikuwa Udom. Inaonyesha taarifa zetu tunakuonyesha kwamba ulikuwa Udom, kwa hiyo check number uweze kuitumia huko, lazima ufanye utaratibu wa kupanga. Nikaanza kuhangaika tena 2023. Wamesha check number, mambo yakagoma 23 yote ikaisha. Nikakata tamaa, mambo ya kanisa kwanza nikaacha, nikaona Mungu hakuna anachonisaidia kwa sababu nimeomba na sio ninachojua chochote. Ilipofika 2024 nikasema sasa mambo yanakuwa magumu. Hapo sina kazi yoyote, natumia nilichonacho. Niliona mambo yanakuwa magumu, nikasema hapa sasa inabidi tu, wanasema simba akizidiwa kula nyasi. Nikasema sasa inabidi tu nirudi chini huku sasa, ndio nikaenda. Sasa ngoja sasa niombe hata kazi ya kufundisha, sasa mimi nifanyeje? Kabidi nitafute shule huko Dar es Salaam, nikaanza kufundisha, lakini namuomba Mungu kwamba Mungu kweli na elimu yangu yote hii nimesoma hadi masters hadi nje ya nchi nimeenda, nimefanya vizuri, GPA first class, degree ya kwanza first class, degree ya pili first class, nimepublish paper nyingi kwenye majuno makubwa ya kimataifa. Ukiandika hata majina yangu kwenye Google unatokea. Kwa nini mimi nafanya kazi ya kufundisha form 1, form 2, form 3 kweli? Baadaye ndio mtu wangu akanipigia simu akasema kuna mchungaji anaitwa mchungaji Kabege. Kabege kama anamjua huyu. Akasema hapana, ni mchungaji, kuna kanisa fulani yupo, mimi mama Nice dada yako yule ameniambia twende kule. Akasema mimi mambo ya kanisa kwanza sitaki hata kusikia. Kana nimbembeleza mwisho nikasema lakini mimi ni nani? Kwamba kama huyu ameenda na anaomba, kwa nini mimi nisikubali? Baadaye basi nikaja nikamtafuta mchungaji siku moja, nikampigia, tukaongea, baadaye tukaenda hadi kwake, tukaongea, akanishauri kitu kimoja. Akaeleza mambo ya Mungu, nikaanza kama kuingia hivi. Mwisho kwa ufupi sasa hapo vingine naruka kitaki. Baadaye sasa ndo nikamwelezea kwamba mimi kazi ninayofanya hata inaendana na mimi. Japo nalipwa lakini yani sioni kama inaendana na mimi. Aliniambia kitu kimoja kwamba haiwezi kupita miezi mingi hujapata kazi yako unayoitaka wewe. Nilirudi nyumbani kaanza kujadili na mtu wangu. Nisema miezi mingi. Sasa kuna kazi naona imetangazwa, wanataka mtu mwenye masters uzoefu miaka 10. Tena kwa mambo ambayo hayo yeye yasomea madini. Basi mimi
hiyo kazi kabla sijaomba nikampigia mchungaji nikamwambia kuna kazi fulani nataka niombe. Akasema ihusiana na mambo ya check number. Nikasema haihusiani. Akasema omba. Nikaomba. Basi kwa mwaka huu niliomba ile kazi kama mwezi wa 8, mwezi wa 9 wakaniita kwenye usaili. Nikampigia mchungaji kabla sijaondoka. Mchungaji ameniita kwenye usaili akasema wewe nenda unapata. Na mimi nikajaza imani kwamba mchungaji alisema napata, sasa mimi nitaanza kukosa. Nikaenda kwenye usaili. Tulipofika kwenye usaili ulikuwa mrefu, yani masaa 3. Na tulikuwa watu 5, wengine wana hadi PhD ambao mimi bado sijaipata, wana uzoefu wengine zaidi yangu. Sababu ile ni kazi kubwa. Kwa watu wengine walikuwa wametoka Kigoma hapa, mwalimu wangu mwingine naye alikuwa ameenda kuomba hiyo, anataka aambie kule kwa sababu kule wanalipa zaidi hapa. Basi sasa nasema sana mwalimu wangu yuko hapa kweli, mimi hapa kupata mbona. Nikaanza kuwa na wasiwasi, lakini baadaye nikasema hapana. Mchungaji alisema napata. Nikawa nasema basi tukafanya usaili ule wanaita oral interview, ule usaili wa kujieleza. Sasa wanakuuliza maswali tofauti. Masaa 3, saa 5 mpaka saa 8. Nilipotoka kwenye usaili nikampigia mchungaji. Kama mchungaji, kwa jinsi nilivyofanya yale maswali, mimi naona napata. Akasema glory to God. Neno moja akasema glory to God. Basi akasema vingine zaidi. Sasa mchungaji bwana anaeleza zaidi hapa. Nikasema lakini nitapata. Yaani nikaanza kuwa na imani tena, nikasema nitapata. Sasa ilikuwa ni tarehe ngapi? Tarehe 7 usiku saa 9 napigiwa simu, nimefiwa na mama yangu. Jumanne. Mama yangu mzazi. Hapo ndo nimeamka asubuhi hiyo Jumanne, najiandaa. Nimeanza safari, nimeanza kule kazini, nimepata ruhusa natakiwa niende kwenye msiba. Nimefika Magufuli kama saa 9:30 stand pale Dar es Salaam, nimepata tiketi. Ndio nimeanza safari, yani hata kibaya sijafika. Naona email inaingia. Natakiwa nihudhurie practical interview ya practical sasa. Ile oro nimeshinda, sasa natakiwa nikafanye practical interview. Lini? Ijumaa ya tarehe 10. Kumbuka tarehe 7 hapo tayari niko kwenye gari naenda msibani. Nikasema hili tayari nijaribu. Niko nishakata tiketi kwenda Kagera, 1,000 hiyo tiketi kwangu. Hapo Ijumaa ni wewe utakuwepoje? Kabidi nimshirikishe mchungaji. Mchungaji, sasa na msiba, mama yangu afariki, naenda msibani. Lakini sasa Ijumaa nafanyaje? Basi. Hello. Basi sasa ikabidi niangalie jinsi ya kufanya kwamba sasa nafanyaje. Mchungaji ananishauri kitu kimoja kwamba interview lazima uhudhurie. Ndio ile ndio pamoja. Akuendelea. Fanya juu chini interview uhudhurie. Kwa nikaanza kujishauri. Baadaye kama mchungaji, hivi tukiwaomba kwamba wabadilishe tarehe, haiwezekana. Akasema hebu omba. Yaani huyu Mungu mwache. Wale watu wamepanga tarehe yao. Mimi nikawaomba tarehe 13. Hapo ilikuwa anatakuwa ni tarehe 10 ambayo ni Ijumaa. Nikaomba tarehe 13 Jumatatu kwamba mimi nishapiga hesabu kwamba nitaenda msibani nifanye mazishi. Angalau niwaombe pale msibani dada zangu na ndugu zangu wengine, niwaeleze hili jambo ni majibu. Kesho yake nakutana na email kwamba confirmed njoo Jumatatu. Kwa kweli nishukuru sana Mungu. Maana ile jaribu ilikuwa naona ni jaribu kubwa sana. Nilipofika Jumatatu nikaenda kwenye practical. Unafika pale nikapewa tu mchanga na wao wanataka uwape dhahabu. Yaani wewe fanya unachofanya, nikapewa masaa 4. Hapo nikafikiria, nikamwomba Mungu, hapa nitumie njia gani? Maana njia ziko nyingi, sasa lazima uangalie ni njia gani utumie ndani ya masaa 4 uwe na dhahabu. Nikamwomba Mungu, nikaanza kazi. Masaa 3:30 nilikuwa nishamaliza, nishawaandikia ripoti na sababu yao ni wapi. Nikaondoka, nikamwambia mchungaji, kwa jinsi nilivyofanya najua nitapata. Akasema glory to God. Pamoja. Mimi nikatulia. Yaani haikupita, nadhani ilikuwa siku moja tu. Kesho yake napokea email na natoa ripoti kazi. Kumbuka mchungaji aliniambia ndani ya miezi 4 nitapata kazi inayofanana. Miezi 4 ilipita. Miezi miwili. Huyu mchungaji anashindwa kusema, anashindwa kusema nini mbele ya Mungu kwa sababu maombi yake ni maombi ya hatari sana. Mchungaji anayeamini maombi ya hatari sana. Nimefika pale sasa, yaani kwa akili yangu nilikuwa nawaza hapa sasa labda anaweza akanilipa
angalau labda kama mara 1.5 ya mara nilipokuwa napata. Baada ya kuona mkataba sikuamini kama ni mimi. Mshahara nikakuta nalipwa kwa dola. Kwa sababu ile pale ninapofanya kazi, nadhani kwa wanaokaa Dar es Salaam naweza mkawa mnafahamu, panaitwa African Minerals and Resources Center. Ni kituo cha madini Afrika. Ni nchi 9 ambazo na Tanzania ikiwemo, ni kituo ambacho kinadhibiti madini yote ndani ya Afrika, ndani ya nchi wanachama 9. Sasa niona hapa mimi pale nimepewa cheo kama senior engineer. Mimi ndio engineer mkuu. Mungu akiamua anafanya kwa wakati wake. Mimi nilikuwa nimeshakata tamaa, lakini wakati wa Bwana ulikuwa bado. Ulipofika Mungu akaninua, akanitoa, naweza nikasema madarani. Kwa sababu sasa hivi nikiona kazini naitwa boss, nakaa ofisini, AC na waka, napokea simu mezani na yani nakitafuta tu. Mimi nashukuru kwa maombi yako. Na zile nilizoweka kwa Mungu nalijua. Mshahara sijapata. Nimeanza tarehe 16 mwisho wa mwezi. Mimi lazima nije. Na leo nilisema nakuja, kilichonileta ni kimoja tu. Mkataba nilipewa toka nipewe ule mkataba nilikuwa sijarudi Dodoma. Nikasema hapana. Nilianza kazi tarehe 16, ilifika weekend ya juzi, nikasema lazima ule mkataba niulete kwa baba. Kwa sababu kabla sijaenda nilianzia hapa, nimepata kazi, lazima nirudi hapa. Nikapata ongeo, nikapata kibali. Kwa sababu ule mkataba bila kuwa na kibali siwezi kutoka. Bila kuwa na kibali siwezi kufika popote. Nimeuleta hapa ili uweze kupata kibali. Kwa hiyo nileta kibali. Naomba uope kibali. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, basi nyosha mkono huku mbele tuweze kudedicate mkataba huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu unayesikia na kujibu. Asante kwa sababu ulitusikia na umetujibu. Nasi Mungu tumekuja kama yule mkoma mmoja kusema asante. Na kwa sababu hiyo si tu tutatakasika, lakini tutaokolewa. Baba, kwa mamlaka ya kiungu kama kuhani katika maisha ya Januari, nina dedicate mkataba huu katikati ya maisha ya kiungu. Zaidi sana Bwana, ninatangaza hatapata redundance wala hatafukuzwa kazi. Atapanda cheo na cheo hata atakapoamua mwenyewe kutoka kazini kwa kupenda kwake. Lakini Bwana, ninasimika neema ya promotion katika maisha yake. Ueleni kazini, excellence katika kazi zake. Naye akapata kibali mbele za wakuu na mbele za Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.